Hello, mambo vipi TZ? Karibu from scratch, sehemu ambayo tunakuletea safari za wasanii mbalimbali kuanzia mwanzo wa safari zao za music mpaka kufikia umaarufu katika jamii, lakini pia matukio mbalimbali ambayo yameacha historia katika jamii kupitia tasnia zao kutoka ndani ya nchi lakini pia nje ya Tanzania. Na leo tumeamua kuruka na msanii wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia ya music kwenye upande wa singeli, ambapo kuna wasanii wengi sana ambao wanapita katika tasnia ya music lakini wachache huacha alama ya kipekee. Na Dogo Paten ni miongoni mwa wasanii waliotembea safari ya chini kwa chini, safari iliyojaa changamoto, subira na imani kubwa katika kipaji chake. Na Dogo Paten alianza muziki akiwa kama vijana wengine wa mtaani, akiwa na ndoto kubwa, lakini mazingira magumu, hakukuwa na label, hakukuwa na support kubwa wala majukwaa ya kifahari. Kilichokuwepo ni sauti yake, kalamu yake na maumivu yaliyogeuzwa kwa muziki. Katika kipindi hicho wengi hawakumjua, wengine walimsikiliza lakini hawakumwamini kama angefika mbali. Lakini Dogo Paten hakusimama, aliendelea kuandika, kurekodi na kusambaza kazi zake, akiamini kuwa siku moja ujumbe wake ungefika kwa mtu sahihi. Ndipo alipoachia wimbo Afande. Wimbo wa Afande haukuwa wa kawaida, ulibeba simulizi ya kijamii, hisia za vijana na uhalisia wa maisha ya kila siku. Maneno yake yaligusa wengi, haswa vijana waliokuwa wakipitia changamoto mbalimbali. Taratibu Afande ukaanza kusambaa mitaani na mtandaoni. Hata hivyo, licha ubora wa wimbo huo, Dogo Paten bado hakuwa na msukumo mkubwa wa kitaifa. Wimbo ulikuwa mzuri lakini bado ulikosa mwanga mkubwa na kufikisha kwa wengi zaidi. Ilionekana kama bado safari ingelikuwa ni ndefu, lakini muziki wa kweli una njia zake. Kupitia mitandao ya kijamii, Afande ulifika mahali pasipotegemewa kwenye masikio ya Zuchu, mmoja wa wasanii wakubwa wenye ushawishi mkubwa Tanzania na nje ya Tanzania. Zuchu aliposikiliza wimbo huo, hakusikiliza tu beat peke yake, bali alisikia ujumbe, kipaji na uhalisia. Zuchu alimuona Dogo Paten kama kipaji halisi. Baada ya kusikiliza Afande, Zuchu alionyesha wazi kuupenda wimbo huo, akausapoti hadharani, akautaja na kuufanya ufike kwa mashabiki wengi zaidi. Hatua hiyo moja kwa moja ilibadilisha mambo mengi sana kwa Dogo Paten. Ghafla watu walianza kumuulizia, huyu Dogo Paten ni nani? Vyombo vya habari vikaanza kumfuatilia, mashabiki wakaongezeka na jina likaanza kusikika zaidi ndani na nje ya mitandao ya kijamii. Afande ukawa daraja lililomvusha kutoka msanii anayetafuta nafasi hadi msanii aliyetambuliwa. Sapoti ya Zuchu haikuwa ya maneno tu, bali ilikuwa ni uthibitisho kuwa kipaji cha Dogo Paten kilistahili kuonekana. Ilimpa morali, imani na nguvu mpya kuendelea mbele bila kukata tamaa. Leo hii Dogo Paten anaendelea kujijenga taratibu katika music, akiwa amejifunza kuwa mafanikio hayaji haraka, bali hujengwa kwa subra, nidhamu na kazi bora. Anaendelea kubaki mnyenyekevu, akiwatambua kuwa Afande na mkono wa Zuchu vilikuwa mwanzo wa ukurasa mpya katika maisha yake kisanaa. Ujumbe wa Dogo Paten kwa wasanii chipukizi ni mmoja tu: usiache kuamini kipaji chako, endelea kutoa kazi bora hata kama hakuna anayekuona. Siku yako ikifika, dunia itakuona. Hii ndio hadithi kwa ufupi ya Dogo Paten, wimbo wa Afande na mkono wa msaada wa Zuchu, hadithi ya kipaji, subra na wakati sahihi. Hii ni Maisha Online TV, mwangaza wa jamii. Subscribe, like, share, kuunga mkono vipaji vya Kitanzania. I'm Juga Mzee Best. Tuko na mama, tunatambana, kwanza tuogopi, ijabia tuchekeshi, wapidhani si mnaona kazi kwa ninyi ya muogopi.